Hello wadau wetu wa KingoFarm. Sasa leo hii ndugu zangu nataka niwaibie siri moja. Niwaambie ukifika dukani unatakiwa ununue booster gani au multivitamin gani ambayo itakupa matokeo mazuri. Kama mnavyojua ukienda madukani kuna vitamini nyingi sana na pamoja na booster, multivitamin ziko nyingi sana, makampuni tofauti tofauti, aina tofauti tofauti. Unaweza ukaenda dukani mpaka wewe mwenyewe ukachanganyikiwa ujue uchukue ipi na uiache ipi. Na kwa upande wa bei kwenye upande wa booster sio kwamba booster inayofanya vizuri ndio ina bei kubwa, hapana. Upande wa bei upo kikampuni. Kampuni fulani na bei ziko juu, kampuni fulani bei zake ziko chini. Ila ukienda kutumia unaweza kukuta matokeo yako sawa au yasiwe sawa yakapishana. Sasa leo nitakwambia ukiona vitu gani kwenye hiyo booster yako, booster ambayo umeiona hapo dukani unatakiwa kuichukua kwa sababu itakuwa inafanya vizuri. Kitu ambacho huwa tunaangalia ile booster imetengenezwa na vitu gani au virutubisho gani vimewekwa kwenye ile booster ili viweze kumboost kuku. Kwa mfano protini, madini, vitamini gani, protini gani, yani kuna vitu vingi ambavyo vipo mle. Kwa hiyo utaangalia imewekwa vitu gani na kwa kiwango gani. Yani kwa mfano labda kama wameweka calcium ipo kwa kiwango gani, au kama ni methionine ipo katika kiwango gani. Kwa hiyo tunaangalia vitu kama hivyo ndio uweze kujua hii booster yangu itanipa matokeo mazuri sana kwenye kunenepa. Leo nazungumzia booster ya kuwanenepesha. Awamu ijayo tutaangalia booster ambayo inafanya vizuri kwenye utagaji. Unatakiwa kuangalia vitu gani au iwe na component gani ile booster, imeundwa kwa vitu gani ambavyo vinachochea ule ukuaji. Nisikilize mpaka mwisho ili uweze kujua ni vitu gani. Na kuna makampuni ambayo tunayajua yanatoa booster nzuri kabisa, ila hatuwezi kutaja hapa ni kampuni gani ambalo huwa linatoa booster nzuri kwa sababu za kibiashara. Ila ukiwa umejiunga na kundi letu tutakuonyesha ni kampuni gani ambayo ukiikuta dukani booster hiyo basi ichukue, kwa sababu unajua ukienda dukani ukuti booster moja, unakutana na booster nyingi zina majina tofauti tofauti. Sasa kwa hii booster ambayo nakwambia kuna kampuni huwa linatoa booster hii nzuri, inafanya vizuri, tulishaitumia. Tumeitumia kwa kutenganisha mabanda. Tulikuwa tuna banda lingine tulitumia booster nyingine, lakini kwenye banda lingine tukatumia hiyo booster ambayo ukijiunga na kundi naweza nikakutajia ukiwa kwenye kundi letu lile la WhatsApp ambao unalipia ada 8,000. Hiyo ambao unasema hatuwezi kuhitaji hapa. Na tulitenganisha vile ili tuangalie ufanisi wa booster za dukani. Tulikuwa tuna vitu vitatu. Tulikuwa tuna booster ya asili, booster kampuni jingine na booster kampuni fulani. Kwa hiyo tukaweka mabanda matatu tofauti, vifaranga wa kampuni moja waliletwa siku moja. Tulichokifanya ni kutenganisha mabanda tu. Na tuliweka kwenye mabanda matatu tofauti. Banda moja tulitumia booster za asili tu. Banda jingine tukawa tunatumia booster ya kampuni fulani, na banda jingine tukatumia booster ya kampuni fulani. Kwenye upande wa tiba za asili tulipata matokeo yale ambayo tulikuwa tumeshayazoea, yale ambayo tulikuwa tumeyakusudia, tulikuwa tunajua matokeo yake yatakuwa hapa. Lakini kwenye upande wa hizi booster za dukani kutoka kwenye makampuni mawili tofauti, tuliona kuna kautofauti. Tuliona kuna kautofauti kwenye ukuaji. Baadaye tukaangalia hizi booster zimetengenezwa na vitu gani. Kwa sababu zote ni booster. Ukiangalia zote zimeandikwa broiler booster, zote ni booster. Tukaangalia ni kwa nini hii inafanya vizuri kuliko hii. Tukaangalia content vimetengenezwa na vitu gani. Tukabaini kwenye hiyo booster ambayo tulikuwa tumeitumia imefanya vizuri, kuna vitu vilizidi. Sasa vile vitu vya protini na madini, kuna baadhi ya madini na protini vilikuwa vimezidi, yani vimezidi kwa kiwango au asilimia ambayo ilikuwa imewekwa. Kama tunavyojua booster inatengenezwa na vitu vingi. Kuna vitamini nyingi, madini mbalimbali, kuna protini, kuna vitu ambavyo vinaongeza energy. Kwa ili itwe booster lazima iwe imeunganika na hivyo vitu vyote. Kwa hiyo tukaangalia, je, ni kwa nini hii imefanya vizuri kuliko hii. Sasa leo nitakupa tu hivyo vitu ambavyo ukiviona na ukaona vipo katika amount fulani au amount ambayo imezidi, basi ujue hiyo ni booster nzuri ambayo itakupa matokeo mazuri kwenye ukuaji. Kuku wako watanenepa haraka sana kama utakuwa umeipata booster ya namna hiyo. Endelea kunisikiliza ili uangalie hivyo vitu ambavyo nitakutajia. Hata wewe ukifika dukani ukaomba booster utaichukua, utaangalia ipi ina kitu gani na kitu gani na vitu gani ambavyo vimezidi. Utakapoona vile vitu ambavyo vina boost au vinachochea ukuaji vimezidi, basi hiyo ndio itakuwa booster sahihi. Kwa sababu ukisema uangalie kwenye swala la bei, kipengele cha booster kitakuchanganya kidogo. Kuna makampuni ambayo bei zake vitu huaga ziko juu, na kuna makampuni bei zake ziko chini, lakini unakuta kwenye ufanisi zinafanya kazi sawa au zimetofautiana kidogo. Lakini kitakachokupa jibu sahihi la moja kwa moja ni ile booster imetengenezwa kwa vitu gani. Vitu gani vimezidi, vitu gani vimepungua.
Sasa hapa kwenye vitamin unakuta kuna vitamini A, kuna vitamini D, vitamini E, vitamini C, vitamini K3, vitamini B2 na vitamini B5 na vitamini 12. Lakini ukija kuangalia kwenye content hizi, kitu ambacho kina percent kubwa kuna vitamini A. Kwa hiyo ukiona booster yako wewe asilimia kubwa ina vitamini A, basi ujue hiyo ndio booster nzuri. Yaani asilimia kubwa, kitu ambacho kipo kwa wingi ni vitamini A, halafu na vitamini C. Utakapoikuta kwa wingi ipo vitamini C, basi ujue hiyo ni booster nzuri. Kipengele kingine utaangalia kwenye protein. Kwenye protein pia kunatakiwa kuwa kuna miligram nyingi sana. Kwa mfano miligram 8 mpaka miligram 12. Na hii protein wewe utaijuaje? Utaangalia methionine, lysine na hii nicotinamide. Inaitwa nicotinamide. Basi ukiona hivi vitu, kati ya hivi vitu vitatu nilivyokutajia, ila lysine huwa inaongozana na methionine. Utakapoona ipo kwenye miligram 8 mpaka 12, basi ujue hiyo ni booster nzuri. Kwa upande wa madini, angalia madini ya chuma. Madini ya chuma inatakiwa yazidi, pia madini ya zinki na madini ya calcium. Hii calcium huwa mara nyingi sana inaungana na phosphorus, inakuwa calcium na phosphorus. Hii kwa ajili ya mifupa, kama tunavyojua mifupa, hata kwenye utagaji huwa inatumika, lakini hapa kwa broiler tunaangalia uimara wa mifupa, kwa sababu hata huyu kuku ambaye unamnenepesha inatakiwa pia awe na mifupa imara. Anapokuwa hana mifupa imara atashindwa kutembea. Kwa hivyo ni vitu ambavyo utakapoviona vipo kwa wingi kwenye booster yako, basi ujue hiyo ndio booster nzuri ambayo itakupa matokeo mazuri. Kitu cha kwanza nimekwambia vitamini A, kitu cha pili ni content za proteini ziwe kwa wingi, na kitu cha tatu ni kwenye kipengele cha madini. Hapa madini angalia calcium, zinki na madini ya chuma. Japokuwa kwenye booster, yani utakutana na vitu vingi sana. Yani vitu vinakuwa ni vingi sana, vinaweza kuwa 30, 40, 20 vitu ambavyo vimeiunda ile booster, lakini utaangalia vimeundwa na vitu gani kwa wingi. Yani vile vitu ambavyo vipo kwa wingi vile ndio vitakavokufanya ujue hii ni booster ambayo inafanya vizuri zaidi. Zipo booster nyingi za makampuni mengi ambazo zimezingatia vitu kama hivi. Kwa sisi tulipojaribu kuangalia ile kopo la vitamini au hii booster ya kampuni fulani na kampuni fulani, tuligundua kuna kautofauti kwenye maeneo hayo. Na ukiangalia vitamini A ni nzuri kabisa hata kwenye ule ugonjwa wa macho na kadhalika. Lakini ukija kwenye kipengele cha proteini, kama tunavyojua kazi yake kubwa ni kujenga miili. Kwa hiyo tunaangalia vitu kama hivyo. Je, hivi vitu content yake iko sawa au inapungua? Basi tulivyoangalia ile kopo ambalo lilifanya vizuri, hivi vitu ambavyo nimekutajia vilikuwa vimezidi. Yani vilikuwa vimezidi kuliko wale wengine. Kwa mfano kama kuna proteini za aina 3, basi nakuta kuna proteini fulani, kwa mfano labda methionine, lysine, hii nicotinamide imezidi. Na kuja kwenye kipengele cha madini unakuta pale kwenye kipengele cha calcium kipo kwa kiwango fulani, lakini kuja kwenye madini ya chuma nayo ni kama kimezidi. Kwa hiyo unajua hivi ni vitu ambavyo vitakuwa moja kwa moja vimepelekea wale kuku wanenepe haraka, au ni vile vitu ambavyo vimewaboost kwa haraka. Karibuni sana, tunawakumbusha mjiunge na kundi letu kwa kulipia ada ya shilingi 8,000, lakini pia tuna vitabu 5 ambavyo vina miongozo mbalimbali ya ufugaji. Tuna kitabu cha ufugaji bora wa kuku wa kienyeji, tuna tiba za asili, safari ya ufugaji, mwongozo maalum wa ufugaji kwa kutumia tiba za asili, lakini pia tuna ufugaji wa broiler. Kila kitabu gharama yake ni shilingi 10,000. Ukilipia tunakutumia soft copy ya kitabu kwa njia ya WhatsApp. Kama unahitaji huduma zetu, chukua namba kwenye video na utupigie au ututumie ujumbe.